Hello, mambo vipi mtazamaji wetu wa Buyane TV. Karibu tena tuzungumze yale ya kimichezo tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Siku moja tunakwenda kufunga mwaka. Nimekutana sambamba na Ali Mayai. Tuzungumze yale ya 2025, lakini pia tunavyokwenda kuona mwaka mpya. Wanasema Happy New Year. Jina langu Cosma Constantino, CEO, presenter wa michezo. Na hii ni Buyane TV. Kwema. Karibu sana na heri ya mwaka mpya ambao utaanza muda si mrefu. Heri ya mwaka mpya 2026. Asante sana, heri na kwako. Asante sana. Ni bahati kubwa sana. Ni bahati kubwa sana na mwaka huu kwa kweli huu tuliomaliza na ule tunaoingia katika football inaonekana kabisa kwamba ni mwaka ambao ni mwaka wa mafanikio. Inaonekana kabisa ni mwaka wa mafanikio kwa sababu tunavuka kwa mara ya kwanza kuingia kwenye hatua hiyo ya 16 bora. Tunaingia mwaka mpya. Ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli ni rekodi. Hata watu kwenye mitandao unaona wanamjadili Faisal goli lake lile ambalo of course ni kwa manufaa ya Tanzania. Kwa hiyo inaonekana tunakoelekea ni pazuri zaidi kutokana na kile ambacho kimefanyika hii 2025. Tulizungumza before ya michuano hii, timu ikiwa inaendelea kufanya maandalizi, ukasema Taifa Stars ina uwezo kwenda kushangaza. Watu wengi wamekatia tamaa. Inaonekana sisi ndo kibonde wa lile grupu na maneno yakaa mengi, ukasema inawezekana wakatumia ule ukibonde ule kushangaza watu. Sasa natamani kusikia neno lako. 16 bora tunakwenda kucheza best loser. Of course kama tulivyozungumza ni kweli sema kwamba inawezekana. Katika mpira unajua mashindano haya ndio performance huaga ni kitu, ndio criteria ya kwanza kuangalia performance ya mchezaji, lakini result, matokeo ndio huwa kitu cha msingi kuliko performance. Unaweza ukaperform kwa kiwango cha juu, umemiliki mpira, lakini matokeo unakuja mwenzako wewe umemiliki 80%, mwenzako umemiliki 20%, anakufunga goli moja tu na katengeneza nafasi moja tu, lakini wewe unaweza kuwa umetengeneza nafasi hata 9, 8 lakini hujazitumia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinathibitisha mashindano haya kwamba katika football huwa ni 50-50. Mechi yoyote ile huwa ni 50-50. Yoyote ana uwezo wa kushinda. Qualify huku umekutana na Tunisia. Ni mechi ya namna gani au wewe ulitazama vipi? Neno lako ni lipi? Of course kwa mechi hiyo dhidi ya Tunisia watu walikuwa wanaiangalia tu mechi ya Uganda kwamba ndio bana, angalau katika kundi letu sisi ndio watu ambao ni majirani zetu ambao tumekuwa tumezoeana na tunajiangalia kwamba tunaweza tukashindana. Kwa hiyo watu wa Nigeria mechi ya kwanza, alafu Tunisia mechi ya mwisho katikati. Lakini mechi ya Uganda matokeo yaliyotokea uliona hayakuwa matokeo chanya, lakini ni kitu ambacho halikuwa matokeo ambayo Watanzania wengi waliyatarajia. Lakini kile ambacho kimetokea katika mechi ya jana unaona kabisa hata Watanzania walio wengi hawakuwa wanaamini kama sisi tunaweza kwenda kupata matokeo ya sare, tena sio sare tu bila sare ya kufungana. Sisi tunaweka rekodi kwa maana ya kufunga magoli 3 katika kila mechi, kwa maana tunafunga goli moja. Kwa moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha tuna kitu ndio tunaruhusu magoli, lakini ile kitendo tu cha kufunga goli ni moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha kwamba tuna kitu. Kwa hiyo tumegrow, na hapo huwezi kuacha kumsifia Mwalimu Gamondi kutokana na approach zake ambazo amekuwa akizitumia, ile strategy ambazo amekuwa akiitumia. Unaona kabisa jinsi ambavyo anavyopanga timu. Ndio kuna baadhi ya vitu challenge yoga zikosekani kwa makocha. Kuna baadhi ya vitu kwa sababu mtazamo ni kawaida. Wewe unaweza kula mtazamo mchezaji huyu, kwa nini usimtumie hivi? Unamtumia hivi. Wewe unaweza kumuona holding midfielder, huyu a hold, lakini mtu mwingine anaweza kumuona hapana, sio holding midfielder, holding striker. Akifika pale yeye striker akae na mpira muda mwingi ili labda pengine asababishe kuwe na mikimbio mingi ya wenzake au ni. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kwa kweli kwa Gamondi kuna kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba amekiweka kwa wachezaji, hata ile composure ile confidence ambayo wachezaji wamekuwa nayo kwenye kucheza mpira. Unaona kabisa kuna kitu ambacho Gamondi kwenye program zake kimewasaidia timu ya taifa na kuweza kucheza katika kiwango hicho.
Best loser tunakutana na Morocco. Morocco tuna historia naye ya kutufunga mabao mengi hasa zaidi ya mawili tunapokutana naye. Pengine unazungumza nini kuhusiana na mechi hapo kesho? Ndio, ni kweli ana rekodi, lakini rekodi pia na sisi tushawahi kumfunga Morocco katika rekodi. Tushawahi kumfunga, hata tulimfunga nafikiri magoli matatu kitu kama hicho. Tushawahi kumfunga. Ndio katufunga mara nyingi, sijui mara 4 au mara 5 kitu kama hicho. Lakini na sisi tushawahi kumfunga mara moja. Ni moja kati ya kitu ambacho huwa kina motivate wachezaji kuweza kuwa na extra determination na umakini ni wa kutaka kuweka rekodi. Lakini kingine ambacho huwa kinatumika, ndio maana kocha huaga, moja kati ya majukumu ya kocha ni kuwajenga wachezaji kisaikolojia, kwamba nyie wachezaji na specifically vijana kina Mumbwa kina nani vijana vijana kina Masilanga, anawaambia nyie kwamba hii ndiyo nafasi pekee ambayo sio rahisi kukutana nayo siku nyingine. Hawa Morocco ndio kwenye CAF ranking ndio namba 1. Hawa Morocco ndio timu pekee ya Afrika ambayo iliweka rekodi kwenye World Cup. Unafikiri ile ya Qatar waliingia hatua ya nusu finali. Sasa mnakutana naye, itumieni hii nafasi kujibrand. Sio tu kubrandi taifa, hata nyie wenyewe ni wanufaika. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinatumika sana kumotivate wachezaji, kila mchezaji hata kama kwenye strategy labda mkakati wa kitimu haujaweza kufanikiwa, lakini ile wanaita individual brilliance, yani uwezo wa mchezaji binafsi, yani kila mtu anacheza kwa uwezo wake. Mwenye uwezo wa kukimbia anakimbia, mwenye uwezo wa kudribble anadribble, mwenye uwezo wa kukaba. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa wachezaji kita motivate na kuweza kujituma kweli kweli, kwa sababu fursa kama hiyo ni fursa na dunia nzima ina pay attention kuangalia hiyo mechi, wale wenyeji wanacheza, alafu hebu wekeni rekodi. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli wachezaji wanatakiwa na ndio maana mechi kama hiyo, moja kati ya kitu ambacho huwa kinatumika kwenye kuangalia orodha ya wachezaji huwa ni tabia ya wachezaji. Tabia ni moja kati ya criteria ambayo inatumika kuselect mchezaji. Unajua mchezaji huwa sio watu nafikiri tu ni kipaji tu. Hapana, hata tabia huwa inatumika kumselect mchezaji. Huyu mbishi anafaa mlete. Huyu bwana huyu mtaratibu sana, okay. Mpole sana. Huyu mpole sana huyu kwenye kupoza timu ndio anaweza lakini sasa kwenye mechi kama hiyo huwa inataka wachezaji wale wapambanaji. Kitu ambacho kina mchango mkubwa sana kwenye mechi hizi za mtoano, kwa sababu mtoano ni kwenda kupambana kuhakikisha unamzidi mwenzako goli moja ili wewe uweze kuendelea mbele, yeye atoke. Na unaona nafasi ipo hiyo ya kufanya kwa percentage wao wana asilimia nyingi, wao wana asilimia nyingi kutokana kwanza na uwezo waliokuwa nao, lakini bado na sisi strategy kama mwalimu akiingia na strategy sahihi na mechi hii hapa, naona kabisa kwamba in my opinion kwamba defensive style of play, kwamba kuweka two holding midfielder kama vile tulivyocheza inaweza ikawa na mchango mzuri, lakini pembeni wakimbiaji maeneo ya fullback pamoja na winga, wakimbiaji ni miongoni mwa vijana ambao wanaweza kuwa na mchango mkubwa sana. Bahati nzuri tunao vijana ambao wana uwezo wa kuwa na movement muda wote, ile movement ya dakika 90 muda wote wanakwenda. Ni moja kati ya kitu ambacho kinatakiwa kuwa considered katika upangaji wa listi katika mechi hiyo. Wengi wanasema tunakosa uzoefu katika michuano hiyo, pengine uzoefu ndio unatufanya pia ulitufanya hata msimu uliopita tukoishia hapa. Hapana, uzoefu una mchango mkubwa, lakini kwa wachezaji tulionao sasa hivi, kwa experience walionayo katika mashindano mbalimbali, ndio wako wachezaji wengine wanacheza nje, lakini kwa experience walionayo katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, sidhani kama kunaweza, hapana, sio katika kiwango hicho, kwa sababu tayari wachezaji ambao wengi ambao wako pale kwenye kikosi wameshacheza mechi nyingi sana za kimataifa. Kwa hiyo kwa experience walionayo, hata kina Kevin Dion kwa experience walionayo tayari wameshafika katika level hiyo. Unaizungumziaje sasa AFCON ya msimu huu? Tunamkuta Morocco naye yupo best loser, anakutana na sisi. Tunamkuta best loser, kwani wewe unakumbuka matokeo ya mashindano ya AFCON yaliyopita? Best loser ndiye aliyetoa. Best loser ndio alitoka pale. Ivory Coast ndio alikuwa na faida kwamba yuko nyumbani, alikuwa na motivation kubwa sana, lakini ndio alienda kutoa lile taji. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinatakiwa kuwa reference, kwamba mtu ambaye ameluzi
hata wale ambao wanaocheza naye huwa ndio mentally, lakini kwenye plan zao huwa hawezi kuingia na plan hiyo kwamba huyu hapana, huyu ni best loser, kwa hiyo utamdharau. Lazima tahadhari huwa ni lazima iwepo. Hakuna mechi ambayo huwa inachezwa bila kuona tahadhari kama mechi hizi za mtoano. Hata timu ambayo ni giant huwa lazima ikipanga kikosi lazima inakuwa na tahadhari kwenye eneo la defense. Na tumekuwa tukishuhudia Makonda anatangaza zile ofa ambazo zipo zina motivate wachezaji, pengine nini kifanyike kingine ili waweze of course ni moja kati ya kitu ambacho kweli kina motivate, kwa sababu katika hali ya kawaida, bahati nzuri tunasemaga duniani yani there is nothing new in the world except the history that you don't know. Yani duniani hakuna kitu kipya. Hivyo vitu vinafanyika sehemu zote. Unasikiaga DRC Congo, unasikiaga mataifa mengine. Congo kwa mfano waga ni kawaida tu. I say mkitoa ile taji au mkishinda sijui nini, kila mchezaji atapewa Range Rover. Saudia kule au wapi, nchi za Afrika Kaskazini, Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt ni kawaida. Hata South Africa au hata Zambia wakati ule KK11 huwa yani ni kawaida serikali kutoa ahadi kwa ajili ya kumotivate, yani kuamsha. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kina mchango mkubwa. Ndiyo concentration inakuwa sometime, pia mchezaji concentration inakuwa kwenye hiyo 200 million sometime naikosa hiyo. Yani huwa ndio, yani kila kitu ina faida na hasara. Faida yake huwa inakuwa na extra motivation, lakini kuna wakati pia unaweza ukashindwa kufanya maamuzi sahihi pale ambapo ni kama vile mimi hapa, yani mtu ukimwambia bwana nenda kapige penalty, katika hali ya kawaida mpigaji wa penalty huwa na zaidi ya 99% ya kufunga. Mpigaji sio mdakaji, mpigaji. Lakini huyo mtu ukimwambia bwana nenda kapige penalty, ukifunga nakupa milioni 900, unaweza ukashangaa anakwenda pale hajiamini kabisa, wakati lakini cha msingi tofauti ni ile ahadi iliyomwahidi. Hii ya kwamba ya kawaida wewe piga tu, lakini ukishamwambia tu nitakupa milioni ngapi, kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa yani kinathibitisha, yani ile ahadi huwa ina faida na hasara, ingawa faida huwa ni kubwa, ina motivate kwamba inakuwa sasa hapana hii lakini moja kati ya madhara yake hayo ndio haya, sometimes pia huwa inaweza ikawa na hiyo negative impact kwenye decision making, kwamba mtu anakuwa kapani kutokana na kile ambacho ameahidiwa. Lakini katika hali ya kawaida ni kitu ambacho huwa kina nani. Kwa hiyo kama hivi milioni 200 goli kwa kweli ni rekodi, haijawahi kutokea, kwa sababu ilikuwa milioni 100, lakini mechi ya jana ilikuwa milioni 200, na hapo tunakoelekea sijui inaweza kafika milioni 100 ngapi. Kwa kweli moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha tunakwenda sambamba na mahitaji ya dunia, kwa sababu dunia sasa ndio inakwenda hivyo. Kwa hiyo na sisi hatuwezi kubakia nyuma. Tumaliza na hii kwa kuhusiana na timu ya taifa. Gamondi amefanikiwa, pengine nini kimefanya zaidi Gamondi afike pale alipo? Gamondi ni strategy zake. Unajua kocha, watu wanafikiri watu wanaangalia tu uwanjani. Kocha kikubwa kwanza huwa ni program. Unavyoona kocha anapewa timu, huwa anakuwa na program yake, training program anayopanga, kwamba training program yake kunakuwa na style, labda possession of style of play nyingi sana, yani hiyo modality ya kucheza. Program zake kwanza ni mtu ambaye ameonekana kuweza kuwa na hizo program zake ambazo zinaendana na wachezaji, kwa sababu kuna program, unaweza kuwa na program ambayo ni unimplementable. Unaweza kuwa na wachezaji labda kwenye timu, wewe umekwenda kwenye timu una wachezaji ni wazuri sana labda wa kupossess, lakini wewe unataka labda upige mipira mirefu muda wote na kutuliza na kupiga. Kwa hiyo wewe program yako ina maana haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo kwa Gamondi ameonekana ni moja kati ya makocha ambao program zao, kwa sababu zimeonekana kwanza kuendana na mahitaji ya wachezaji waliopo, anakwenda kulingana na mahitaji ya wachezaji waliopo. Lakini kingine psychologically anajua sana, kwa sababu moja kati ya majukumu ya kocha ya kocha, watu wanafikiri ni kufundisha tu, no, na kumanage. Hapo unazungumzia kumanage wachezaji, kuwajenga kisaikolojia. Wewe ndio kocha unawajibika kuwajenga kisaikolojia wachezaji, kwamba wanakuamini, wajiamini kile ambacho mchezaji ana take riski akiamini kwamba kocha wake anamwamini. Kwa hiyo hata kama akikosea mchezaji, ndio sababu unaweza ukaona mchezaji anakosa penalty alafu mechi ijayo anapewa tena apige penalty.
Ndio. Hiyo ni kocha ni kuthibitisha kwamba mimi ninakuamini, kitu ambacho huwa kina mchango mkubwa sana kwa mchezaji. Kwamba mchezoni. Kuamini, usimtoe mchezoni. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kwa Gamondi amefanikiwa hata kuwajenga wachezaji kisaikolojia, ile kuweza kujiamini na kucheza kile ambacho yeye amekuwa akiwaelekeza. Okay, kwa Taifa Stars tunaishia hapo, tuhame. Nahitaji au natamani kusikia neno kutoka kwako.